namtafuta Mungu na shida zangu, halafu kwa nini Mungu asinisikie? Anasema nawaambia atawapatia haki upesi. Kwa hiyo kumbe tunaomba sana, tunalia sana, sio kwamba hakuna majibu yapo. Namkumbuka Danieli ambaye yeye alifunga siku 21. Of course zilikuwa zinatakiwa ziendelee, ni kwa sababu tu jibu solution ilipatikana siku ya 21, ila hakusema kwamba nitafunga kwa siku 21. Yeye alisema tu nitafunga mpaka majibu yatokee. Malaika anakuja anamwambia, ndugu jibu lako lilishatoka upesi, yani ilikuwa la zamani sana, hata 21 usingefika. Kwa hata leo tungekuwa tuna maombi ya siku 21, maana watu wanalifaa baadaye. Sasa ni ajabu kama tatizo linafanyika kwa solution, yani tatizo ambalo udhaifu unaonekana sasa kwamba ndio solution. Kwa anasema nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini sasa hapa unakuja sasa condition au kigezo. Bwana asiwe sana. Kumbe kigezo sio zile kelele tu za kulia mchana na usiku, kama alipokuwa analia Ana alikuwa anaomba nyie acheni. Maandiko yanasema Ana alikuwa anaomba kiasi kwamba hata kuongea kwake yani umsikii vizuri, yani anaonekana kama mlevi, kilio usiku na mchana. Mungu, naomba haki yangu ya kuwa na uzao. Mwenzangu Penina amepata mtoto, mimi naonekana sikuchi wewe, naonekana mimi sijaokoka, naonekana mimi sio mcha Mungu. Kwa hiyo anatafuta ile haki kwa juhudi, analia usiku na mchana. Haleluya, amen. Halafu anasema walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kwa hiyo tutalia sana na tutaomba sana usiku na mchana. Kifupi, tutamtafuta Mungu sana kwa vigezo vingi tulivyo navyo. Na ukifuatilia hapo chini anakuja kuwatolea sasa mfano wa mtu mmoja ambaye alienda kanisani kuomba. Huyu mtu akaomba mbele za Mungu kwa kueleza jitihada zake za kufunga mara kwa mara, jitihada zake za kuomba usiku na mchana kama alivyosema hapa, kiasi kwamba ile jitihada ilikuwa inampa uhalali wa yeye kupata haki yake. Bwana asifiwe sana. Kwa kigezo cha mjane, jitihada katika dini zinakupa uhalali wa kupata haki yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Mungu pia anaweza kufanya hivyo. Anaweza kufanya kama mtu mwenye dhambi anaweza katika maandiko anasema kwamba ikiwa nyinyi mnawapa watoto wenu samaki na sio nyoka, je, Mungu anashindwa kweli kutupa vitu vizuri? Yani haiwezekani Mungu kweli aruhusu mambo mabaya yatukute, tukose vitu vizuri? Haiwezekani. Bwana asaidie sana. Amen. Kwa hiyo anasema ya kwamba je, atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani duniani? Kwa hiyo zile jitihada zote ambazo tumeziona za mama mjane kubisha mara kwa mara na kupata haki kwenye ufalme wa Mungu zinakuwa cancel, zinaondolewa, zinakosa maana kwa sababu ya kukosekana kwa imani.